Mambo vipi Metro Media TZ, mimi naitwa Mr. Newspaper. Bwana, taifa limepoteza mtu muhimu sana. Taifa limepoteza mchapakazi. Taifa limepoteza kiongozi bora kabisa. Taifa linahuzunika kwa kumpoteza Jenista Joakim Mhagama. Hii ni story fupi tu ya marehemu Jenista Joakim Mhagama. Alizaliwa tarehe 23 Juni 1967 na kufariki tarehe 11 Disemba 2025. Ikumbukwe tu kwamba Jenista Mhagama alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho katika bunge la kitaifa nchini Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Pia amekuwa waziri katika serikali ya awamu ya 5 pamoja na awamu ya 6. Disemba 2015 aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ya ofisi ya waziri mkuu inayojishughulisha na sera, bunge, kazi, ajira na vijana wenye ulemavu katika utawala wa Rais John Pombe Magufuli. Mnamo Januari 2022 alihamishwa hadi kwenda kwenye ofisi ya Rais, utawala bora na huduma za umma. Na ikumbuke tu kwamba Jenista Mhagama kwa makabila yeye ni Mngoni. Elimu yake pamoja na ajira ya kazi, Jenista Mhagama alimaliza elimu yake katika shule ya sekondari ya wasichana Peramiho mwaka 1986. Na mwaka 1989 alipata diploma ya elimu kutoka chuo cha ualimu Korogwe. Alifanya kazi kama mwalimu kwa miaka 6 kati ya 1991 mpaka 1997. Lini aliingia katika ulimwengu wa siasa? Mhagama alianza kujihusisha na siasa kupitia chama cha CCM mwaka 1987 na kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali zikiwemo tawi la vijana na wanawake wa chama hicho. Aliteuliwa kwa mara ya kwanza katika bunge kuwa mbunge wa viti maalum kilichotengwa kwa ajili ya wanawake mwaka 2000. Mwaka 2005 alimshinda aliyekuwa waziri wa fedha Simon Mbilinyi katika mchujo wa haki wa kuwakilisha CCM katika uchaguzi ujao wa jimbo la Peramiho. Ilitokana na uchambuzi uliogundua kuwa Mhagama alikuwa mbunge wa pili kwa wingi wa mchango wa mijadala na Mhagama katika uchaguzi mkuu mwaka 2015. Mhagama alishinda kiti chake cha Peramiho dhidi ya mgombea wa Chadema Erasmo Mwingira kwa kura 32,057 dhidi ya 11,462. Katika baraza jipya la mawaziri la Rais John Pombe Magufuli aliteuliwa kuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira, vijana na watu wenye ulemavu wa kimwili. Mnamo Januari 2022 alihamishwa katika ofisi ya Rais ya utawala bora na huduma za umma. Kwa kifupi, hiyo ndio historia ya Jenista Joakim Mhagama. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mungu ametoa, Mungu ametwaa, jina lake lihimidiwe. Bana, amen. Hii ni Metro Media TZ. Bye bye. For watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.